Rais Samia Suluhu amekwisha sasa. Hii ni baada ya masharti makali yaliyopewa Samia Suluhu kabla ya uchaguzi mkuu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu, hali ya kisiasa nchini Tanzania imezidi kuwa ya wasiwasi mkubwa baada ya mashirika 10 ya haki za binadamu kutoa ripoti kali dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan, wakidai kwamba taifa hilo limezama kwenye giza la ukiukwaji wa haki za binadamu, utekaji, vitisho na ukandamizaji wa uhuru wa wananchi. Mashirika hayo yakiwemo THRDC, Taula, TAMWA, UTPC, MCT na mengine kadhaa yameonya kuwa wimbi la utekaji, kupotezwa kwa watu na mateso limekuwa na la kutisha katika kipindi cha utawala wa Rais Samia Suluhu, na ni hali inayoashiria kuwa serikali imepoteza mwelekeo wa kuheshimu haki za kiraia wake. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, kati ya mwaka 2016 na mwaka 2025, zaidi ya watu 250 wametekwa na kutoweka kabla ama katika mazingira ya kutatanisha. Kati yao karibu 100 wametajwa kuwa waandishi wa habari, wanaharakati wa kisiasa na viongozi wa dini waliokuwa wakikosoa serikali. Kwa kipindi cha miaka miwili pekee, kuanzia mwaka 2023 hadi mwaka 2025, karibu kesi 100 za utekaji na kupotezwa kwa watu zimeripotiwa rasmi, lakini hakuna hata moja iliyofanywa uchunguzi wa kina. Wengine wameripotiwa kupatikana wakiwa wamelazwa hospitalini na majeraha, huku baadhi yao wakiwa hawajitambui tena kutokana na mateso ya kikatili. Miongoni mwa matukio yaliyotikisa taifa ni lile la Azori Gwanda, mwandishi wa habari aliyepotea mwaka 2017 baada ya kuandika kuhusu mauaji ya raia na askari katika mkoa wa Pwani. Hadi leo familia yake haijawahi kujua aliko au kilichomtokea. Licha ya shinikizo la kimataifa, serikali ya Samia Suluhu imeendelea kukwepa kutoa majibu, ikidai uchunguzi bado unaendelea. Mfano mwingine ni Benson Saanane, aliyekuwa mwanaharakati na mshauri wa chama cha upinzani Chadema, aliyepotea mwaka 2016 na hadi wa leo hakuna taarifa rasmi kuhusu alipo. Wengi wamehusisha tukio hilo na operesheni za siri zinazotekelezwa na vyombo vya usalama. Kesi kama hizi zimekuwa zikijirudia mara kwa mara, zikionyesha kwamba ndani ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kuna mifumo ya kimya inayolindwa na dola, ikilenga kuwatisha wakosoaji wa serikali na kuua mjadala wa wazi wa kisiasa. Takwimu za Baraza la Habari Tanzania MCT zinaonyesha kuwa zaidi ya waandishi 120 wamekamatwa, kupigwa na kufunguliwa mashtaka tangu mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Wengi wao wamekamatwa kwa kutumia sheria ya makosa ya mtandaoni, ambayo imekuwa chombo cha kukandamiza uhuru wa habari na kujieleza. Tovuti kadhaa za habari kama Mwanahalisi Online, Mwanahalisi TV na Watetezi TV ziliwahi kufungiwa kwa muda usiojulikana kwa sababu ya kukiuka maadili ya habari, kauli ambayo wanahabari wanasema hutumika kuficha nia ya kisiasa. Mwaka 2022, mwandishi wa habari Eric Kabendera alikamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya ukatishaji fedha na ukwepaji kodi baada ya kuchapisha makala iliyomkosoa Rais Samia kuhusu upendeleo wa kisiasa katika ajira za serikali. Licha ya msukosuko wa jumuiya ya kimataifa, alikaa gerezani kwa miezi kadhaa kabla ya kuachiliwa kwa masharti mazito. Licha ya Rais Samia kujitangaza kama kiongozi wa maridhiano na mageuzi, matendo yake yameonyesha sura tofauti kabisa. Na kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa, serikali yake imeendeleza mabaki ya mfumo wa kidikteta uliosalia tangu enzi za Magufuli, ikitumia mbinu zile za hofu, vitisho na ukandamizaji. Ripoti za Amnesty International na Human Rights Watch zimeeleza kuwa serikali ya Tanzania chini ya Samia imeshindwa kulinda uhuru wa kujieleza, kukusanyika na kushiriki katika siasa.
Wapinzani wameendelea kukamatwa kiholela, mikutano ya kisiasa imezuiliwa na wale wanaopaza sauti kupinga serikali wanajikuta wakisakamwa na vyombo vya dola. Mnamo mwaka 2023 wakati wa maandamano ya kudai marekebisho ya katiba, polisi walitumia gesi ya machozi na risasi za moto kuwatawanya wananchi waliokuwa wamejitokeza kwa amani. Katika jiji la Mwanza, watu 14 walijeruhiwa vibaya huku wanaharakati 8 wakipotea bila maelezo. Kesi ya Tundu Lissu pia imeendelea kuwa kielelezo cha hatari za kisiasa chini ya utawala wa Samia Suluhu. Baada ya kurudi nchini mwaka 2023 kutoka uhamishoni, Lissu amekabiliwa na kesi za uongo na vitisho vya maisha yaliyomlazimu kupunguza shughuli zake za kisiasa. Wakati wananchi wakinyamazishwa na hofu, viongozi wa upinzani wamegeuzwa kuwa vyombo ama vibao vya majaribio vya kisiasa. Godbless Lema, Freeman Mbowe, Halima Mdee na wengine wengi wamekamatwa mara kadhaa kwa tuhuma za uchochezi au kutoheshimu mamlaka. Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, alishikiliwa kwa miezi kadhaa mwaka 2021 kwa tuhuma za ugaidi ambazo baadaye zilionekana kuwa zimepikwa kisiasa. Wakati huo, mashirika ya kimataifa yalitoa wito wa mara kadhaa kutaka kuachiliwa kwake, lakini serikali ya Samia ilikaidi hadi presha ilipozidi. Viongozi wa mitandaoni ya kijamii kama Dickson Maimu na Said Kubenea wamekuwa wakifuatiliwa na polisi kwa madai ya kusambaza taarifa zenye nia ya kuipotosha serikali. Haya yote yanaashiria kwamba Tanzania inazidi kutumbukia katika sera za kiimla ambapo mamlaka ya dola yamewekwa juu ya haki za wananchi. Katika miaka hivi karibuni, ripoti kadhaa zimebainisha unyanyasaji mkubwa unaotekelezwa na maafisa wa usalama. Kesi nyingi zimekuwa zikihusisha mateso, kubakwa na kuteswa kwa wakamatwa kabla ya kufikishwa mahakamani. Mnamo mwaka 2024 katika mkoa wa Morogoro, vijana 5 walikuwa wanadai haki zao za ajira walipigwa vibaya na polisi baada ya maandamano madogo ya amani. Mmoja wao, Bakari Ali, alifariki akiwa hospitalini, lakini hakuna afisa hata mmoja aliyewajibishwa. Vilevile mashirika ya kiraia yameorodhesha matukio ya kukamatwa kiholela kwa viongozi wa dini, hasa wale wanaoonyesha ukaribu na upinzani au kutoa mahubiri yanayohimiza uwajibikaji. Hali imefanya hofu kutanda hata kwenye makanisa na misikiti, na ni jambo linaloashiria kutoweka kwa uhuru wa kuabudu kwa hofu ya mamlaka. Kwa miaka 5 ya uongozi wa Samia Suluhu, mahakama zimekuwa chombo cha kisiasa, zikihusishwa na hukumu zilizotolewa kwa misingi ya kulinda maslahi ya chama tawala. Wanasheria wa kujitegemea wamekuwa wakikamatwa au kupotezewa leseni wanapojaribu kutetea watuhumiwa wanaopinga serikali. Mwaka 2022 wakili Jebra Kambole alikamatwa kwa muda kwa kosa la kuharibu imani kwa serikali baada ya kutetea watetezi wa haki walikuwa wamekamatwa katika maandamano ya kidemokrasia. Kesi za kisiasa zimekuwa zikicheleweshwa makusudi, huku watuhumiwa wakikaa mahabusu kwa miezi au miaka bila kesi kusikilizwa. Mfumo huu umefanya mahakama kupoteza heshima na kuonekana kama sehemu ya muundo wa udhibiti wa serikali. Wakati mashirika ya haki yakitoa ripoti, wananchi wengi wamesalia katika kimya cha uoga. Wengine wameogopa kuzungumza kwa sababu ya vitisho, wengine kwa sababu ya imani kwamba hakuna atakayesikiliza kilio chao. Vyombo vya habari vimekuwa vikijipima maneno, vikiepuka kugusa masuala yanayohusu serikali. Wahariri wengi wamekiri kwa siri kwamba kuna maagizo yasiyo rasmi kutoandika mambo yanayomchafua jina Rais Samia Suluhu. Hali hii imefanya taifa lenye historia ya amani na maridhiano kuwa eneo la hofu ambapo ukweli umegeuzwa adui wa serikali. Mashirika ya kiraia yamependekeza kuundwa kwa tume huru ya kuchunguza matukio ya utekaji na kutoweka kwa watu, huku yakisisitiza haja ya ushiriki wa Umoja wa Mataifa katika uchunguzi huo. Wamesema wazi kuwa serikali ya Samia imekosa dhamira ya kisiasa kutatua tatizo hili, kwani vitendo hivyo vinafanyika chini ya uangalizi wake.
Wameonya kuwa kama serikali haitachukua hatua, basi Tanzania inaweza kuingia katika kipindi kipya cha migogoro ya kisiasa na machafuko, hasa wakati taifa likiendelea uchaguzi ama likielekea uchaguzi mkuu mwaka huu. Kwa miaka minne sasa, Rais Samia Suluhu Hassan ameahidi mageuzi, maridhiano na uthabiti wa taifa, lakini matukio ya utekaji, mateso na udhibiti wa uhuru yameendelea kukua kwa kasi. Tanzania ya leo si ile iliyojivunia amani na demokrasia, ni taifa linalokumbwa na uoga, kimya na ukosefu wa matumaini. Haki zimegeuzwa kuwa silaha ya kisiasa na dola limekuwa ngome ya hofu. Ni wazi kuwa historia itamhukumu Rais Samia Suluhu kwa enzi hii ya kimya na mateso, ambapo sauti za raia zilinyamazishwa na kwa nguvu ya dola. Hii ni Kenyascope, mahali ambapo tunafichua, tunahifadhi ukweli. Tunane tena katika taarifa ijayo. Kumbuka kusubscribe, kucomment hapo chini, kushare video hii ili tuweze kuwafikia wengi ambao hawajaona video hii ama hawajajua kwamba tusha upload tena video mpya.